Raia wa Ethiopia wanajiandaa kupiga kura tarehe 1 Juni mwaka huu katika uchaguzi wa bunge lenye viti 547. Chama tawala cha Prosperity Party ambacho kilishinda viti 457 katika uchaguzi wa mwaka 2021 kinatarajiwa kuendelea kutawala bunge katika uchaguzi ambao wachambuzi wanasema hauna ushindani wa kweli, na hivyo kuibua maswali kuhusu uwakilishi na uhalali wa mchakato mzima. Waziri Mkuu Abiy Ahmed amesisitiza kuwa uchaguzi huu ni ishara ya uthabiti na maendeleo ya taifa. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanatahadharisha kuwa hali inaweza kuwa kinyume chake. Wanaonya kuwa kuna vikwazo vitatu vikuu vinavyoweza kuathiri mwenendo na uaminifu wa uchaguzi. Kwanza, usalama. Ethiopia bado inakumbwa na misukosuko ya kiusalama katika maeneo mengi. Jimbo la Tigray bado lipo katika hali tete baada ya vita, huku uasi na mashambulizi ya mara kwa mara yakishuhudiwa katika maeneo ya Amhara na Oromia. Na katika baadhi ya maeneo huenda hakutakuwa na upigaji kura kabisa. Pili, mfumo wa uchaguzi wenyewe. Mfumo wa uchaguzi wa Ethiopia umekuwa ukikosolewa kwa miaka mingi. Uchaguzi wa mwaka 2021 ulishuhudia maeneo kushindwa kupiga kura kutokana na changamoto za kiusalama na kuwaacha mamia bila uwakilishi. Na hadi leo baadhi ya viti vya ubunge bado havijajazwa. Wakosoaji wanaonya kuwa matatizo hayo yanaweza kujirudia tena mwaka huu 2026. Tatu, ushindani wa kisiasa. Vyama vya upinzani vimekumbwa na migawanyiko ya ndani au vimetengwa, jambo linalozua maswali kuhusu iwapo wapiga kura watakuwa na chaguo la kweli. Kando na hayo, Ethiopia inakabiliwa na shinikizo la kiuchumi, mfumuko wa bei unaoumiza wananchi, mageuzi ya mfumo wa madeni na kuongezeka kwa hasira za umma. Na hivyo swali kuu si tu nani anaweza kuzuia ushindi wa chama cha Prosperity Party, bali ni kama uchaguzi huo unaweza kuwa wa haki, wa kuaminika na jumuishi katika mazingira ya sasa.